serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuchukua hatua madhubuti za kuimarisha usimamizi wa mazingira, ikiwemo kuboresha sera na sheria, kuhamasisha matumizi ya nishati safi na kuimarisha utendaji kazi wa NEMC kwa kuanzisha mchakato utakaobadilisha kwa mamlaka kamili ya mazingira. Jukumu la utunzaji wa mazingira na uchumi wa taifa linahitaji ushiriki kamilifu wa kila mwananchi. Hivyo kila mwananchi ana wajibu wa kulinda mazingira, kwani hili si jukumu la serikali pekee. Mazingira ni msingi wa uchumi wa taifa unaowezesha uzalishaji. Mathalan, sekta ya kilimo huchangia takriban robo ya pato la taifa na kuajiri zaidi ya 60% wa Tanzania, huku sekta ya utalii ikichangia zaidi ya 10% ya pato la taifa. Katika kuimarisha jitihada na mchango wa mazingira katika uchumi wa nchi, serikali imechukua hatua mbalimbali, ikiwemo kukabiliana na athari za matumizi ya nishati isiyo safi. Serikali inatekeleza programu mahsusi ya ulinzi wa mazingira kupitia upandaji miti na urejeshaji wa uoto wa asili, ambayo ni kampeni ya kitaifa ya upandaji miti milioni 1.5 kwa kila halmashauri, ili kuongeza wigo wa misitu, kulinda vyanzo vya maji, kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi na kurejesha ardhi iliyoharibiwa. Katika mpango huu pia ushiriki wa wananchi, taasisi za umma na binafsi unahimizwa katika kuhakikisha kila eneo linachangia katika ustawi wa mazingira. Vilevile, serikali imeweka msisitizo katika ushirikiano wa kikanda na kimataifa ili kushughulikia changamoto za mazingira, ambapo inaendelea kushirikiana na nchi jirani na taasisi za kikanda katika usimamizi wa rasilimali za pamoja, kulinda mifumo ya ekolojia na kutekeleza mikataba ya kimataifa ya mazingira ili kuhakikisha uendelevu wa rasilimali hizi kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Napenda kusisitiza kuwa ili tufanikiwe kupunguza na hatimaye kukomesha kabisa uharibifu wa mazingira, lazima tutafsiri maneno yetu kwa vitendo katika usimamizi wa mazingira na kuimarisha ushirikiano wa dhati katika serikali, asasi, sekta binafsi na wananchi kwa ujumla. Tunahitaji kuweka nguvu zetu pamoja ili kujenga msingi imara wa ulinzi wa mazingira yetu, kukuza uchumi wetu na kuhakikisha ustawi wa vizazi vya sasa na vijavyo kwa kudhibiti uharibifu. Tunaelekea siku ya 5 kufanya uchaguzi wa mpango mkakati unaohusu kabla ni sekta ya mazingira, ambao unakwenda kuleta mabadiliko makubwa katika usimamizi wa mazingira nchini. Makamu Rais na asasi zake, kama nilivyoeleza, itaendelea kusimamia sheria, sera na taratibu zote ili kuhakikisha mazingira ya nchi yetu yanaendelea kudumu na taifa letu kuwa taifa lenye maendeleo endelevu na ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Katika kipindi hiki NEMC imepiga hatua kubwa katika maeneo mbalimbali. Kwanza kabisa, baraza limeendelea kusimamia tathmini ya athari za mazingira maarufu kama EIA kwa miradi mbalimbali kwa maendeleo. Hadi kufikia kipindi hiki, zaidi ya vyeti 35 vya EIA vimeidhinishwa. Hii imewezesha utekelezaji wa miradi ya kiuchumi na kijamii, huku masuala ya mazingira yakizingatiwa. Pili, NEMC imeendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu utunzaji wa mazingira kupitia programu mbalimbali za uhamasishaji, ambapo zaidi ya Watanzania milioni 4.2 wamefikiwa na ujumbe wa masuala ya mazingira.